Sijawahi kumwambia mjomba kuhusu kitu chochote kile. La sivyo mjomba atakasirika zaidi na ataishia kugombana na shangazi. Hivi ile basi linaondoka muda gani? Ndani ya dakika 10 tu. Mama tafadhali. Wewe unajua kwa wewe ndio mtu pekee uliyependekeza hii safari. Na sasa kwa sababu yenu nyinyi watu wawili mimi nimekwama. Sasa ni kwa nini umenikasirikia? Ikiwa kuna mtu yote anajali juu ya kile ninachokitaka, inaweza kuonekana kwamba Sundu ametupeleka katika safari hii, lakini naelewa fika. Huu mpango mzima umesukwa na shemeji. Sielewi ni kwa nini, lakini ghafla yote inaonekana kujali, sijui kuna nini. Kiasi cha kuwa amewapa nyinyi wawili mapumziko siku ya kazi. Namjua vizuri sana Raul. Lazima tu kutakuwa na kitu walipanga baada yetu. Ndiyo mama. Hivi mjomba anawezaje kutulia hivi kuhusu jambo la Naren? Haiwezekani kabisa. Mama, kwa siku 2 zijazo nitakuwa makini kufuatilia nini kinaendelea hapa. Nitakuwa nikikupa taarifa kwa kipi kinachoendelea. Mke wangu ameamua kuanzia sasa atakuwa anawapa likizo kila ifikapo mwisho wa wiki. Na pia amewapa na posho kidogo. Rampal? Sasa tunawapa nyie siku 2 za mapumziko kwa ajili ya kutuliza akili tu, na Jumatatu mrudi kwa ajili ya kazi. Sawa? Lakini boss, kuna haja gani? Mnaweza wote kuondoka. Muwe na likizo njema. Asante. Natakiwa kumnunulia yule mtoto zawadi. Lakini hata sijui ni zawadi gani nitamnunulia. Kwa nini anahitaji mwangalizi? Au atakuwa ni mdogo sana? Kusum. Kusum. Hivi Puja ameshaondoka kwenda chuo? Mimi sio mlinzi, kwa hiyo siwezi kujua amekwenda wapi. Kwa hiyo watoto wameondoka tena bila kula chochote. Ina maana haikufadhaishi hiyo Kusum? Mungu mwenyewe ndio anajua kama watakula chochote leo. Wala usiwe na wasiwasi. Mpwa wako mpendwa atakuwa kuna kitu anafanya huko nje. Mimi ninaongelea juu ya watoto wote wawili. Hivi mpaka lini hatutapika chakula hapa nyumbani? Wote nyie mpo huru kutumia hilo jiko. Kwa maana hiyo unataka watu wao wanajipikia chakula wenyewe? Ni kwa nini hauelewi Kusum? Kamwe hatutakuwa na furaha ikiwa tutamlaumu Puja kwenye hili. Kwani sisi tuna furaha? Sisi sote tunahitaji hii nyumba. Kusum, nimeshatosheka na hizo tabia zako. Kila siku unazidisha juu ya hili. Nafikiri itakuwa bora kama tutaondokana na nyumba hii. Leo hii nitaiuza hii nyumba. Hata hivyo nyumba yenyewe sio nyumba tena.
Hivi umezima kamera zote zilizopo hapa nyumbani? Ndiyo. Lakini kwa nini unakuwa msiri kwenye hili swala? Tunatakiwa kuijumuisha familia yetu yote kujua kuhusu hili swala. Familia nzima inafuatilia maisha ya Naren. Kila mtu anataka kujua ni kitu gani kinachoendelea wakati wote. Lakini sitaki mtu yoyote yule aingilie kati. Lakini tunawezaje kumwambia Pooja kuhusu hili swala? Kwa sasa hafahamu chochote kile. Haya, shukeni, mmefika, shukeni. Haya, mmeshafika. Kaka, unauzaje hayo maputo? 5 kwa shilingi 500. Sawa, naomba nipatie hayo ya chini. Sawa. Hela yako hii hapa. Hii hapa nauli. Unataka kumwona nani? Nilikuwa nahitaji kuonana na Bwana Harish. Haya, subiri kidogo. Haya, ingia bibi. Haya bibi. Bibi, vipi hayo maputo? Umeleta maputo? Hello? Leo matatizo yote yamekwisha mwanangu. Lakini wewe haupo. Kokote pale ambapo ulipo, naomba urudi nyumbani. Kwa sababu huyu mjomba wako ameanzisha tatizo jipya. Kuna nini shangazi? Huyu mjomba wako anatishia kuiuza hii nyumba yetu. Pooja, uko wapi sasa hivi? Hutakiwi kuwa na hasira kiasi hiko mjomba. Kwa hiyo haukunisikiliza kabisa eh? Hakuna sababu ya kutafuta suluhisho. Nimeamua nitaiuza hii nyumba. Maana hii nyumba imetunyang'anya amani za akili zetu. Tafadhali mjomba, nitarudi muda sio mrefu. Kila kitu kitakuwa sawa mjomba, wala usijali. Kwa hiyo wewe wala usiwe na wasiwasi kabisa. Haina faida yoyote Pooja. Haijalishi utapata suluhisho. Kuna watu wengine hawatafurahia hili. Jirani yetu Bwana Upret anamtafutia nyumba kaka yake. Nimeshamwambia aache ili aje kuangalia nyumba hii. Mjomba, tafadhali mpaka nitakaporudi nyumbani, naomba usiendelee kuongea chochote, sawa? Shangazi tafadhali. Mimi nipo naendelea vizuri kabisa. Njoo tu pindi utakapomaliza. Tutaongea baadaye. Anuj, mpigie simu Bwana Upret na kujua ni muda gani atakuja kuangalia nyumba hii. Habari yako Pooja? Sawa mama, asante sana. Sijawaona watoto na sijajua na umri gani. Nimewaletea zawadi, sijui kama wataipenda. Hii hapa. Oh, karibu ndani mwanangu. Ndiyo. Ndiyo shemeji, aliwapa watumishi wote siku ya mapumziko, halafu na wao kaondoka nyumbani. Wewe ni bure kabisa. Nini kinachoendelea nyumba ile? Samani madam kwa usumbufu. Darasa gani huyo mtoto yupo? Pooja, kiukweli nafikiri utakuwa umenielewa vibaya. Habari yako Pooja. Nimefurahi kukuona.
Pooja, nina uhakika wewe unataka kujua zaidi kuhusu kazi yako. Naomba nifuate. Nadhani ni wakati wa kukabiliana nalo. Huyu ni Naren. Ni mtoto wangu. Unatakiwa ushinde moyo wake. Twende. Bwana Apret atakuwa hapa dakika yoyote kuangalia nyumba. Hivi karibuni huu mpango utakamilika. Ninafanya yote haya bila kumwambia Pooja. Kusum, nyumba hii ilikuwa na bahati kwetu muda wote. Najua tumepitia wakati mgumu, lakini tulishinda kila kitu kwa sababu tulikuwa pamoja. Na kwa sasa ninataka tuiage nyumba hii kwa tabasamu, kwa sababu ya nyakati nzuri tulizowahi kuzipitia. Hiyo ndio itakayokuwa faraja yangu. Baba, huyu hapa Bwana Apret. Ukimya wako unaniambia kuna maswali mengi sana, na ninakuhakikishia kwamba nitakuwa mwaminifu kwako kadri niwezavyo. Pooja, kijana wangu Naren ana miaka 25, mdogo ana afya na pia ana akili sana, lakini katika dunia yake ni dunia tofauti sana kati yangu mimi na wewe. Ameamua kujiweka katika njia ya kujinyima. Hajihusishi na biashara zangu za ofisi wala kitu kingine chochote. Amekuwa akikwepa majukumu yake yote. Yeye anachojaribu ni kutafuta tu ukweli kuhusu maisha. Yaani ni Mungu pekee ndo anayejua. Pooja, sio kama hatujajaribu kitu chochote kile. Tumejaribu sana kuzirekebisha njia za mtoto wangu. Tumetumia kila ujanja, lakini hatujafanikiwa chochote. Na kusema ukweli, shauku yake imemfanya avuke mipaka yote pole pole. Pooja, kabla mwanangu hajafanya makosa na kuiuza maisha yake kuwa kama mwanafalsafa, Naren anahitaji kitu cha kumchanganya.
Na kama kutakuwa na msichana mwenye umri kama wake, basi ni kitu gani kingine kinachoweza kumchanganya? Samahani mkuu, lakini... Pooja, usinifikirie vibaya. Nachokiomba ni uishi hapa tu kwa muda wa miezi 3 na utaondoka. Nachohitaji uniwekee tu mambo sawa basi. Siku ile ulipokuwa kwenye steji, ulicheza kama Menaka. Kama uliweza kufanya hivyo, basi na hapa unaweza kufanya. Tena unaweza kufanya bila shida. Samahani mkuu, huu ni utani wa aina gani? Unatarajia nini tena kutoka kwangu? Pooja, naelewa itakuwa ngumu kwa mtu yoyote kulielewa hili swala. Yote hayo nayojua. Lakini usiwe na wasiwasi. Kama mwanzo nilivyosema, wewe utalipwa vizuri. Pesa zako sio suluhisho la kila kitu. Bivyasi amenifanyia vitu vingi sana, na kama siwezi kulisahau hilo. Lakini mimi namheshimu yeye sana. Kwa hiyo siwezi kulipa kwa hiki unachokitaka. Na inanishangaza sana mimi kwamba mtu kama unawezaje kunihukumu mimi kulingana na uchezaji wangu. Utanisamehe sana mkuu. Mimi siwezi kuwa suluhisho la matatizo yako. Pooja, usinifikirie vibaya. Nachokiomba ni uishi hapa tu kwa muda wa miezi 3 na utaondoka. Nachohitaji uniwekee tu mambo sawa basi. Siku ile ulipokuwa kwenye steji, ulicheza kama Menaka. Kama uliweza kufanya hivyo, basi na hapa unaweza kufanya. Pooja, kiukweli una kila haki ya kukasirika mwanangu. Unafahamu kwamba ombi limefanywa na baba asiyejiweza. Kufanya jambo hili haikuwa rahisi kwake pia. La sivyo mume wangu asingesita kukwambia kila kitu siku ile ulivyokuwa pale ofisini, na unalijua hilo. Usikae hapa kwa ajili yangu. Angalau na kuomba uingie ndani, kwa sababu ukitukatalia na kuondoka nitajisikia vibaya maisha yangu yote. Usikae hapa kwa ajili yangu. Angalau na kuomba uingie ndani mpaka mvua itakapoisha mwanangu. Sisi hatuna lolote lile la kufanya katika mikono ya muumbaji wa hii dunia. Kwa nini unapingana na hatima yako wakati mwandishi wa hatima ni yeye aliye juu?